sana leo tena na najitokeza kuongelesha kidogo. Kuna kitu ambacho Mungu amenisaidia kuongelesha. Sijakuja kuongelesha kwa sababu napenda kuongea, but nakuja kwako na jambo ambayo inaweza kukusaidia zaidi. Wewe Mkristo anaye natumaini sana kwa Mungu, anayeamini sana kwamba Bwana Yesu ni muweza wa yote. Wewe Mkristo anayejiandaa kwa safari ya kwenda mbinguni. Wewe Mkristo anayekuwa na imani kidogo. Wewe Mkristo anayekuwa na muda mwingi na Mungu. Wewe Mkristo anayegawanya nguvu yake na kazi aliyopewa na Mungu. Wewe Mkristo ambayo ni Mkristo anayekubali ya kwamba miujiza ipo ya ukweli, si ya uongo, si miujiza bandia tunayoona nafanya watu wakonyua, nafanya watu wachoka imani. Kuna miujiza ya ukweli Mungu anafanyaka. Wewe Mkristo anayekubali hiyo mambo, jo yule nataka kuongea na yeye sahihi na kumwambia kitu. Unapotembea kwa imani, unapoamini ya kwamba Mungu anaweza, muujiza itakuwa portion ya maisha yako. I repeat again. Unapotembea kwa imani, haijalishi mambo unayoona, but unaamini something must happen. Imani yako product yake ni miujiza. That faith will produce a miracle in your life. Bwana apewe sifa sana. Jo, kwa maana nimekuja kwako na andiko ambalo unalijua hata kuniliko, ni Waebrania. Tusome tu Waebrania chapter 11 na tuangalia the first verses which talking about faith. Hebrew chapter 11 verse 1. Kitabu hiki natolejia wanasema kwamba mwandishi yake ni Paulo. Ni Paulo. Napendaka Musa sana kwa vitabu vyake, kwa sababu ni vitabu vinavyoonyesha kutenda kwa Mungu. That's why nikisoma kitabu lazima ni make sure, na kuna reference nyingi sana kwa hiyo kitabu ambayo inanipeleka hata kuwa na imani ya kuamini kwamba Mungu anaweza. Kwa ukweli Mungu anaweza. Na sikiza vile Paulo anaandika kitabu hiki cha Waebrania. Asema hivi: Now faith is the assurance of things hoped for, the convictions of things not seen.
the conviction of things not seen. Uhakika wa vitu havionekani. Kama kitu hakionekani kwako, inaonekana kwa Mungu. Na wakati inaonekana kwa Mungu na ukibaki mwaminifu kwa Mungu, hiyo kitu yenye haionekani kwako, but unatumaini kuipata na kuiona, itaonekana. That's what you call miracle. Bwana apewe sifa sana. Asema imani, faith is ni uhakika. Ni uhakika wa vitu tunavyotarajia. Ni uhakika ya vitu tunavyotarajia kwa Mungu, si kwa watu, si kwa ulimwengu huu. Ulimwengu huu hatuna kitu. But when we have faith in the word, in the promise of God, believe you me, the word of God will bring what we need to us as a miracle. Nisome tena hapa nimalizie. 17 Romans chapter 4 verse 17. Kuna paragraph ya mwisho inasema hivi: calls into being that which does not exist. Anaita vitu havipo kama vipo. Anayeita vitu ambavyo havionekani na yeye anaziona ni Mungu peke yake. Romans chapter 4 verse 7, paragraph ya mwisho. Hii kitabu Musa Paulo anaandika. You have to understand, I'm a good friend of Moses. That's why. Moses of the Bible. I'm a very good friend. Kwa sababu reference yangu nyingi ni huyu mtu. Imani yangu iko build kwa vile alivyo. Alikuwa anatenda na Mungu. Vile alikuwa na Musa akafika kiwango hata ya kusukuma Mungu amuone. Na hayo maombi yake unipendeza sana, ya kwamba Bwana nakusihi unionyeshe utukufu wako. That's a powerful prayer to this man. That's why most of the time, kama kuna vitabu nasoma sana, napenda kusoma sana vitabu Musa aliandika, kwa sababu kuna ukweli wa mambo yuko hapo. Kuna ukweli wa kuona nguvu ya Mungu inatenda kazi. Kuna ukweli wa kuona Mungu yuko. Kuna ukweli ya kuamini ya kwamba Mungu anaweza. Bwana apewe sifa. Hallelujah. That's why na most of the time nasikia Musa yuko kwa kinywa changu, Musa yuko kwa kinywa changu. But hata huyu ni rafiki yangu sana, Paulo. Ni mzee wangu sana. Anaongea kama mambo mengine ambayo si ya kujivunia kwake, but anahakikisha vile alivyopewa habari njema. Anasema ni kazi niliyopewa kwa nguvu. Sikuipenda, but Mungu mwenye kazi akanipea hiyo kwa nguvu. That's why anakuambia wanaotembea kwa imani mwisho wao ni miracle. Maisha yao itakuwa maisha miracle. Maisha yao itakuwa maisha miracle kabisa. Imani, product ya imani ni miracle. Mali Mungu ako, miracle ndio iko inaonekana kwa watu. Mungu hawezi kujificha. Hakuna mtu anaweza kuficha Mungu. But mali Mungu ako, mambo iko hapo, ni miujiza ndio watu wanaishi. Ni miujiza, kuna nguvu ya ajabu sana inayozunguka hapo kuonyesha kwamba Mungu yuko hapa. Bwana apewe sifa sana. That's why
Ona vile Abrahamu alitembea, akatembea kabisa na Mungu until siku moja, Genesis, siku moja Abrahamu akachoka kuongojea, but hakuacha Mungu. Hakuacha Mungu. Wapendwa, imani si vile unaielewa. Mtu wa imani ni mwenda bazimu. Mtu wa imani ana vile anaishi. Paulo anasema mwenye haki anaishi kwa imani. Hajui atakula nini, hajui ataishi vipi, hajui atalipa nyumba vipi, na ni mwisho wa mwezi. Ni mwisho wa mwezi. Na tunapata mtu wa imani hangaiki. Why? He believes God in a supernatural way, kwamba atafanya. Mtu wa imani hana shaka. Mtu wa imani si mbishi. Wakati Mungu anasema twende, mara moja anaenda. Ona Abraham. Ibrahim, Mungu anamwambia toka nchi yako, wenda mahali nitakapoponyesha, ndipo nitakubariki na nitakufanya mtu mkubwa. Si kwa nchi yako Mungu atakufanya mtu mkubwa, angemfanya mtu mkubwa. But Mungu alipenda aende kwa nchi. Manake mtu wa imani ni mtu yule anakubali kwenda mahali Mungu anamuonyesha aende kuishi. Na anapoenda hapo, haijalishi mambo yenye ataweza kuona hapo, haimwambii kitu, kwa sababu Mungu hajamwambia. Unajua watu wanaweza kukujudge because of who you are. Na watu hawajui relationship between wewe na Mungu. Watu wanaweza kukujudge from outside. Hapana, huyu anaacha Mungu. Na hapo Mungu anasema hata Mungu anasema hata kuacha, atakuwa na wewe until mwisho. Na wakati watu wanaanza kuongea huyu anaacha Mungu, pia wewe unafungua masikio yako kuwasikia vile wanavyoongea. Nduko utatafuta jibu ya kukuletea shida. Wanaotembea kwa imani, mwisho wao ni miujiza, maishara na vitu ya kushtua. Njo itabaki, njo itakuwa maisha yao. Na kila mtu mwenye alisema na vile alikuwa anafanana, ni kama tulikuwa nafikiria tu anaacha Mungu. Kama Mungu haja kuambia anakuacha, usikubali kusikia vile watu wanasema Mungu anamwacha. Mtu mmoja tu kwa wengine mwenye najua tu Mungu aliacha akatangaza ni Sauli. Wakati Samueli anaona Sauli kabisa anapoteza ufalme, akaanza kulia. Mungu akamwendea Samueli akamwambia, utalia mpaka lini? Huyu nimeshamtapika, nimejichakulia mwingine. Ni huyu tu miongoni mwa wengine. But wewe unapotembea na Mungu, weka bidii kwa imani yako kusudi usisumbuke ama kusumbuliwa na matamshi ya watu. Wakati watu wanaongea unayisikia, na wewe unajua what is going on between you na Mungu, kwa sababu mtu hakujui. Wewe ndio unajijua. Unajua level ya imani yako. Haleluya. Imani. Asema anaita Mungu, anaita vitu havipo, havionekani na macho kama vipo.
yenye hajaonekana kwako, but Mungu anakuangalia, anaziona, asema mwaka fulani, siku fulani huyu mtu atakuwa hivi. Hata kama watu wanakuja unajua, mimi nakumbuka muda mrefu sana mambo fulani Mungu alikuwa ananiongelesha, naanza kuiona kuanzia 2017, since 1987 Mungu akaniongelesha, naanza kuona hiyo mambo 2017. Sitakwambia ni mambo gani, but just to show you, mimi niliota tu ndoto, mimi nikasikia tu sauti kuniongelesha kwa masikio, but nikaongojea hiyo miaka yote, sikuachilia imani yangu. Hata ukija niambia hapana, unajua wewe vile uko hivi, nakwambia ni vigumu sana. Kuna mtu aliniambia, alitumia hiyo ruka kuniambia ni vigumu sana ufaulu kupata kuregister kanisa. Kuna mtu aliniambia hivyo, ni vigumu sana ufaulu. Nikamwambia no, I know whom I'm serving. Asema Roger nakwambia kuja nikupa cover. Nikamwambia no, I know whom I'm serving. That God will go ahead of me and open the way for me to pass. Siku karatasi ya kanisa, certificate of registration ya kanisa imetoka, nilienda nayo kwake, nikamwonyesha, akaniambia who help you? Don't be the master of the church. The master, my boss is the one who helped me. Why? Because I have faith ya kwamba nitapata. Mungu atatumia mtu hapo, nitapata. Na kuona kwa Mungu, akaona nitapata hiyo karatasi, haitanisumbua. Na ilikuwa wakati mgumu ambayo walifunga kabisa. But I believe God, and the product of my faith, it was a miracle. Usikubali vile watu wanakuambia, ama vile watu wanakuona. Hakuna mtu anakujua, hakuna mtu anajua what is going on between you and your God. No one knows. No one knows. But because of that relationship you have with God, believe that God is able to make it easy for you. Oh, praise God. Hallelujah. Hallelujah. Ibn anasema faith is the assurance of things hoped. Do you hope to have something in your faith? Did your faith push you to get things from a supernatural way? If not, do it, because the blessings start in a supernatural way. Then God will bring it in a natural way for everybody to touch it, for everybody to see it, for everybody to speak, to talk about it, from supernatural way to natural way. You have to make sure your relationship with God, who is a super, is good. You are like this with God. Oh, praise God. I just told someone, this month of November is a month of supernatural things to come in a natural way, for us to touch it and to get it back to us, because it's already there. Bila sema Mungu anaita vyenye havipo, kama vyenye havipo ni hiyo wewe unaongojea. You are waiting for something. Zacharias alichoka kungojea Mungu, kungojea kupata mtoto. But hakuacha kutumikia Mungu. Aliendelea kutumikia Mungu. Biblia inasema siku moja akiwa kwa kazi ndani mahali patakatifu pa juu,
Malaika akamkujia hapo, akamfuata hapo. Akamwambia Zakarias, mke wako Elizabeth atazaa mtoto. Hakuamini. Wakabishana na malaika hapo. Malaika akamwambia kwa sababu hauamini. Ndoko kama hauamini chenye Mungu anasema kwa neno lake kukuhusu, hakuna mtu atakusaidia. You have to believe who you are. You have to believe who is God for you. You have to believe. Be very much positive and free your mind to be positive to the word and the promise of God. Free yourself. That freedom from your mind will help you to touch the promise of God, to get it back to you. Because it's yours. Zakarias wakabishana, hakuamini kwa sababu anaangalia miaka yake, anaangalia umri wake. Umri wake hayambii Mungu kitu. From 75 years Mungu akachukua Musa kwa kazi. Bwana asifiwe. 75 years. Abraham akachukuliwa na Mungu kwa kazi. 75 years. Mungu akamtuma, akamwambia toka hapa, akamhamisha kwa nguvu. Toka, unataka kuwa mkuu, unataka kuwa mkubwa, unataka kubarikiwa, unataka watu wako waongee kukuhusu. For what I'm telling you, just leave your people. Leave them. Mungu akaweka separation between Abraham na watu wake. That was something in a supernatural way. If you not believe that, let me tell you, you are not going to prosper and to see the glory of God. Bwana asifiwe. Abraham hakuuliza swali yoyote kwa Mungu, nienda wapi? Hakuna mtu ananijua. The one who talk to you, if you have faith in that word, he will go ahead of you to prepare for you where to stay in peace. Hallelujah. Tembea na imani kwa neno la Mungu, si imani kwa maneno ya watu. Tembea kabisa. Tembea na imani kwa neno la Mungu, si kwa maneno ya watu. Si kwa mambo ya watu. Maneno ya watu itakudiscourage. Maneno ya watu itakusumbua, but neno la Mungu itakupa nguvu, itakusimamisha na itafanya upendeza. Wakati Ibrahim alitoka akaenda bila kuuliza swali yoyote at that age, ndugu, ni vigumu sana utoka kwenu, wacha watu wako ambao kama unakosa chakula unaenda kwao unakula, unajikuta kwa nchi ambayo mtu hakujui, kwa sababu Mungu amekwambia. Mungu will never ever leave you alone. Will never leave you alone. Will never leave you alone. Because of that faith you have. Bwana pasipo. That's why nimekuja na hiyo neno kukuonyesha kwamba tembea na Mungu. Miracle will be a product of your faith. Tembea na Mungu. Tembea na Mungu. Tembea na Mungu. Tembea na Mungu. Tembea ukishikilia ahadi yako. Tembea ukishikilia, kwa sababu vitu ambavyo we hauoni but umeshaziombea, Mungu anaziona. Na ni zako, atakupea, utazishika na mikono na watu watakubali. Bwana apewe sifa. Bwana Yesu Kristo apewe sifa. Tembea kwa imani. Amini, it is possible. It is possible. It is possible.
It is possible. It is possible. I'm telling you, it is possible. Wakati Zacharias anatoka mahali patakatifu pa watakatifu, hakuwa anaongea kwa sababu alibishana na Mungu. Hakuamini. Ndugu dada, usibishana na Mungu. Nakwambia usibishana na Mungu. Kubali kuwa kipofu kwa chochote Mungu anasema atafanya. Kwa chochote Mungu anasema atatenda. Uwe kipofu, kubali hiyo, kwa sababu si mtu adanganye, si mwana wa mtu kusudi abajilisha. Ni Mungu muumbaji wa yote, mwenye kuona vyenye havipo, mwenye kuita vyenye havipo, mwenye kukubaliana vyenye havipo na kuipea order ya kukufuata. Kubali what he said for you. Hiyo ndio imani. Zacharias ametoka, haongei, akarudi kwake na mke wake, haongei, ni alama tu. Hiyo tu. Malaika alimwambia, kwa sababu unabishana na mimi ni mjumbe, nimetumwa na Mungu. Utaongea siku mtoto atazaliwa. Na hapo the same angel went to visit Elizabeth. Na alikuwa very polite. Si vile leo mtu anakuja kanisani anapata pasa hapo hakuna hata kumsalimia, ni kuingia tu kwa sababu yuko kiroho. Anaanza kuomba. Malaika very polite. Alienda kwa Mary, mama yake ya Yesu, akamsalimia na kusalimu Mary. Mary, na kusalimu, Bwana ako pamoja na wewe. Alipoenda kwa Elizabeth akamsalimia, kwa sababu wewe kuanzia leo usifanye hivi, kwa sababu mtoto utazaa mtoto ataitwa Yohana Mbatizaji. Mimi hii miaka yako haiambii Mungu kitu. Mungu anaweza kuachilia ufika hiyo miaka, watu wote waongea, wafika mwisho. Mungu aje baada ya wao kuongea, Mungu akuja akulipua. Mungu ni yule anabadilishaka kuongea kwa watu kwa dakika. Haleluya, haleluya. Mungu anaongojea, anajua huyu ni adui, huyu hakutaki mema, huyu anaongojea, na the more anaongojea, the more miaka yako inasonga mbele. Asema unaona vile anaishi. Siku hizi kunaisha. I think next year atafunga viraka. Kwanza aliuza hata TV. Aliuza gari. Siku hizi anatembea na mguu. Hey, Nairobi inamtambua. Let them speak. Unasumbukaka kwa vitu ambavyo havikusaidii. Hawezi kukataza mtu kuongea kukuhusu. Manake you have someone who is controlling you. You have someone, a good watchman. Ajaribu kuona tu unavaa shati fulani imeparara. That's why naomba sana tusifike hiyo level ya kuvaa shati imeparara, kwa sababu inafanya watu wengine wapate biashara ya kuambia watu, ulimuona hata shati imeparara, imekulika. Mtu wa Mungu, kama wewe ni mtu wa Mungu, kama wewe ni mtumishi wa Mungu, make sure hapa kwetu Kenya nguo iko hata ya 50 iko. Unaipika pasi vizuri, unaosha, inang'aa vizuri, mtu hatajua ni 50, wewe ndio unajua. Acha kufanya watu wengine wapata biashara kwa ajili yako. Let them speak. Let them talk about you. They did what they are doing. They didn't know who you are. Let them. Don't even ask them. No. Don't waste your time. Don't waste your time to ask them why. Nimesikia unasema, let them speak. Let them speak.
But have faith in the promise of God. Bwana pewe sifa. Oh, hallelujah. Have faith in the promise of God. This month, things will happen to your life. Great things will happen. The more unaongojea, the more watu wanaongea. Wasibadilisha imani yako ama msimamo wako. Wasibadilisha. Hata ikichukua miaka. But kama ni neno la Mungu unayoamini, amini itafanyika. Usiache Mungu. Zakaria hakuacha Mungu kwa sababu ya stress ya mtoto. Familia yake waliongea wakachoka, alishikilia Mungu. Marafiki waliongea wakachoka, alishikilia Mungu. Unajua ni vibaya sana. Unaenda kwa rafiki yako unapata watoto wanamuita dadi yao, unakuita pia dadi. Unasikia unarudi kwako ni viti tu vile uliacha, ndio vile ulikuta. Inasumbua sana. Hiyo usumbufu ndio inasukuma watu kuongea. Haya, yeye anaombea watu na mbona yeye? Haya, yeye anaomba na mbona yeye? Haya, yeye anafanya hivi na mbona? Mbona itakuwa nyingi sana. Utaisikia. Don't give answer to them. You just keep quiet. Si rahisi. Penina aliongea mambo nyingi sana kuhusu Ana. Akaudharau, akachukua hata mahali pake, kumupa chakula lazima, ikawa vita kubwa sana. But when the day Anne decide to repair her relationship with God, things change from that day. Umeona umechoka kuomba, na kuja kukwambia usichoke. God is there. Is the answer of your questions. Umechoka kutoa fungu la 10, God is there. He knows. Is the answer, a good answer for your financial situation. Achana mafuta na maji. Haibariki, hamna kitu, ni biashara ya mtu fulani. Anaitengeneza vizuri sana. Anaweka kwa chupa safi na picha safi. Usafi wa chupa haiwezi kusafisha moyo wako. Moyo wako ni imani yako. Wakati unaambia Mungu nimetenda dhambi, nilidanganya, nimetenda usharati, nifanye hivi. Imani yako inakwambia Mungu anakusamea. Believe that and work on it. Mafuta itakuangalisha uso, basi moyo. God bless you. Unaponisikia, God bless you. Imani, mtu Mkristo ni yule anatembea na imani ndani ya neno la Mungu ambayo ni Yesu, njo neno tuliona na macho. Yesu njo neno tuliona, njo neno la Mungu lilikuja kwetu kwa mwili kufanana nasi. Yesu. This is a written word. Help us to discover other things. But Yesu, he was a physical word of God. Physical. Tembea naye. Pendeza Yesu. Shukuru Yesu. Inua Yesu. Mtumikie na upendo. Imani yako italeta miujiza ambayo hata wewe utashtuka. Ndugu, my life is a miracle.
My life is a miracle. Sasa kwambia maisha mtu mwingine, maisha yangu, I know who I am and where I'm coming from. I know. What I am today is a miracle from God. Why? 100%. I have faith in the word of God. Siweki masikio, nasikia. Watu walisema hivi. Watu ndio wanasema Mungu hajasema. Elijah anapiga kelele kwa sababu maji likauka. Nani alimtuma pale? Ni Mungu. Maji imekauka Mungu. Sasa kunguru akileta chakula, mkate na nyama, sasa tabia yangu ni kula na kunywa, nakula na kunywa, nakula na kunywa until namaliza chakula. Basi itakuwaje? Mungu hakumwambia nimekuombea fasi. Asema I give order to a woman. Ai! Mungu anapeana order. Anasukuma mtu kwa nguvu afanye chenye hakuweza. I give order to a woman. You just go there. Kwa mtu hakumjua, hawajawahi kuonana, si relatives wake, si lazima watu wa familia wako kusaidia. God will make a way for you to meet people loaded with whatever you want. When you serve God, God will serve you in a very supernatural way. God will serve you and engage people to serve you, to consider you, to believe you, to love you, to follow you. Your faith will open a new way for you to be happy. Just believe the word of God. Believe the word of God. Believe the word of God. He is able to make it again for you. He is able. It is possible. It is possible. God, last week God was talking to me, telling me it is possible for me to make it again for you. It is possible. I have to believe again, to renew my relationship. Renew your relationship now with God. And you shall see. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Renew. Thousand pride. Still a part of the ilesca. Renew your relationship with God and have faith to his word. Miracle will be your portion. God will bring things in a natural way for you to get it, to touch it, to live it. Only God can do that. Only God can do that. If you believe, only God can do that. Haijalishi vile watu, unajua kazi ya watu ni kuongea. Kazi ya watu ni kuongea. Na kama unaweka masikio kwa watu ati uliacha Mungu, wakati uliacha Mungu, Mungu alienda kuwaambia ati alinyacha. Ni watu vile wanakujaji. Wanakujaji kulingana vile wanakuona. But who knows inside you what is going on? Walimujaji Paulo. Akitoka kuamini, wanamkuta Yerusalemu kwa hekalu, ndani ya hekalu. Akihubiri. Watu wakajiuliza, huyu si Paulo ambayo tulituma kushika wale watu wa Kristo, na mbona leo people can judge you? But have faith in the promise of God. Have faith. Have faith. Dunia hii imechosha watu. Zaidi mimi nimechoka. Unaoa, unaolewa kama hujaza, huyu. Ukianza kuzaa asubuhi na jioni, kwani yeye anekalia tu kuzaa.
Kwani huyu anakalia tu kuzaa. Sasa ukiweka masikio kwa kusikia au watu hautaza. No, be serious. Acha watu, lazima watu wako hapo kuongea. Ukifuata maisha ya yule mbatizaji, hakuna miujiza alifanya. But he believed the message. He believed that message. Siku moja akajiondoa. Asema pana, oneni. Angalieni. Huyu anaondoa dhambi na kuwabatiza kwa roho na moto. Huyu mumfuate yeye. Akajiondoa. Hakufanya miujiza yoyote. But wakati Yesu amekuja, Yohana mwenye hakufanya miujiza akauliza watu, mulienda kuona nini jangwani? Ni mtu anavaa nguo mzuri. Kwa wote waliozaliwa na wanawake, hakuna mkubwa kama yeye. Mtuko hakufanya miujiza, but alibaki in that divine connection with the message. Yohana hakufanya miujiza. Alikuwa anakula nini? But wakati mwenyewe when the mass came, akauliza watu, nini watu? Mnaongea sana. Mlifuata nani jangwani kuona nini? Mlifuata nani kuona nini? Kwa nini? Mtu anavaa hata mavazi Yohana hakukuwa nayo. Ngozi tu. Have faith, my dear. Achana maombi ya TV. Achana vitu ambavyo hiyo si maombi, hiyo ni mtu anafanya vitu, anatengeneza uwanja. Have faith in this world. This is Christ. Have faith and believe God can make it again, can do it again for you. Believe that. Vitu hauoni umeombea zipo. Usife moyo. Unajua nini nakuwaka, nini nakumalizaka wakati unaweka masikio yako sikia watu. Huyu anasema hivi haya, huyu anasema hivi haya, inaingia huko, inaingia hapa, inaingia ndani, inaingia hapa, inaingia ndani. Kesho usiku utaomba. Hiyo vitu uliingiza. Wakati unapiga magoti ndio inaanza kutoka. Na unaendelea na kuomba tu. So haukusikia vile alisema. Huyu alisema si Mungu. I believe God. I have faith in God. Mwenye kusema si Mungu ni mtu aliongea. But I'm waiting for God to talk to me. Yes. That is it. Have faith. Have faith. Hallelujah. 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 Have faith. Believe the word of God. It's a true word. Powerful. This word is from this word, miracle can happen to you. You can touch it. Have faith. Usijachilie mtu akongelea na unachukua mtu kwenda kumuuliza. Have faith. That is not you. Job akawa ameishiwa kabisa. Ameishiwa. Mke wake wanashare kitanda na bedsheet moja. Kamwambia haya, bado nabaki mwaminifu. Alishtuka kuona Job na uaminifu at that level. Silani Mungu basi ufwe. Wacha kuhangaika hivi. Tunapoteza kila kitu. So, what are you going to do? What am I going to do? Job akamwambia unaongea kama mtu mwenye hana akili, kama mjinga. Nilizaliwa uchi, nitarudi kwa dunia hii, kwa hii mchanga. Nilitolewa huku kwa mtu. Mimi ni mchanga, nitarudishwa huko. But Mungu aliyenipea atarudisha tena.
Haleluya. Mungu alijua imani yake, ikafanya a confuse, a challenge mke wake. Hakuweka masikio yake kwa yale mke wake anamwambia. Why? Imani yake kwa ahadi ya Mungu kumhusu yeye. Na alijua vizuri sana hajamkosea Mungu. Alijua vizuri sana Mungu hawezi kumtendea hivi. Alijua vizuri sana. Akamwambia, najua kitu moja, mtetezi wangu atainuka mwisho, wakati watu wote wataongea, wakati watu wote watasema, wakati watu wote watatusi, wakati watu wote watasengenya, hata familia inanyacha. Hapo baada ya kutabiri na kuona ndoto kunihusu na kufa kesho kunaisha, kesho yake mtetezi wangu anainuka wa mwisho, kwa sababu ni Alpha na Omega. Have faith. Have faith. That's why I'm here to challenge your Christianity. I'm here to challenge it. Have faith to the promise written here. Have faith. Have faith. Have faith. Have faith. And believe that miracle will be your portion. Have faith. Have faith. Have faith. Biblia inasema anaita vyenye havipo kama vipo. Anaziona, anazijua, na anajua ni zako, ni za mwaka fulani. Wakati mwaka ule utafika, ana release. But you have faith and believe your prayer. Don't change it because people were talking about you. Let them talk. Let them talk. Let them talk. Hiyo ni kitu. Hii ni ujumbe nimepata leo mchana hii nikiwa hapa kanisani kiomba na kutafakari maandiko. Na hapo angalia Mungu akanyongelesha, akaanza kunyongelesha. Sema hey, acha ni share niongee na watu wa Kristo. Ndugu zangu, usiachilie imani yako ififie kwa sababu ya watu wanaongea. Wapendwa, nikikwambia vile nilikuwa natembea, hautaamini. Sikuacha Mungu. Hiyo miaka nilikuwa natembea na slippers, longi 2, shati moja na t-shirt 2. Watu wakaongea. Familia ikaongea. Watu wote wakanyacha. Nikabaki na Mungu, nikashikilia Mungu. Leo hii hawawezi kuamini ni mimi. Why? I believe this. I believe this. Usiamini kwa sababu nasema ukiamini make sure kuna nafasi ya neno la Mungu ndani ya maisha yako. Make sure na unaitunza kila siku. Remember what God told Joshua. That's a big promise. Number 1, no one shall be able to stand against you. Why? Because I will be with you, as I was with Moses my servant. Na Mungu anasema hivi, mtu anakuja anakuambia hapana, unajua pasa unamesha aisha Mungu. Mungu alimwambia. Ati huyu dada nianguka. Na mimi nimesimama juu na miguu yangu yote 2 iko kwa udongo, wewe unaambia watu nimeanguka. Wewe uliniona nikianguka na ukaje kuniamusha. Let them talk. That's why I'm here to tell you, let them talk. But you consider your relationship with God. You work hard for your relationship with God. You have faith
to the word of God. And miracle, I'm telling you, miracle will be your portion this month of November. A month of a supernatural things. Mungu anampea Joshua order what to do for him to be successful. Hakumwambia uomba sana, alimwambia hii kitabu isiondoke machoni pako, uisoma day and night na kutenda sawa sawa vile ilivyoandikwa, ndipo utafanikiwa kwa chochote utafanya. Kufanikiwa kwako si maombi ya mtu. Kufanikiwa kwako ni wakati unaamini kwamba this is the word of God, let me practice it as it is. Success will be your portion. Oh, praise God. Kama bado Mungu haja kuambia na kuacha, usikubali vyenye mtu anakuja kuambia hapana, Mungu anamwacha. Aliacha Mungu. Na Mungu anamwambia Joshua, I will be with you as I was with Moses my servant. Sasa paliachia wapi hapo? Have faith. Hear God. Believe that. Practice what is written. And you shall see. You shall see. Hallelujah. God bless you. God bless you. Nakutakia kila laheri unapoendelea na kusikia ujumbe huu wa leo. Mungu akutie nguvu. Mungu akuonekanie. Na Mungu asipanguza machozi kwa sababu itarudi. Unaona hapa nangangana na panguza jasho imekuja. Hata kama Mungu anaenda kwa source mali jasho inatoka, anaivuta kunaisha, sitangaika na jasho. Watu anasema Mungu asikupanguza machozi but akausha, kwa sababu aenda kwa source akausha hiyo machozi yote. Let him dry it because he knows. Mungu anajua what to do to dry machozi yako. Mungu anajua. God bless you. Mama Caro, God bless you. Sharon, God bless you. And others. Marianne, God bless you very much. This message is yours. Believe it. Acha tuombe. Bwana Mungu awezo, asante sana kwa neno hii. Sikufikiria leo nitakuwa natangaza neno lako. Tulijua siku ya leo masaa kama haya nitatangaza neno. Naombea ndugu zangu ambayo wanahangaika, ambayo imani yao inafifia, Ukristo unafifia kwa sababu wamesikia sana, wakisengenywa, wakitusiwa, wakaweka masikio yao kuisikia hao. Tunakuja kwao na hiyo neno ulionipa, niwaambie acha, baada kuisikia waamua what to do and how to please you. Jina lako lipewe sifa sana na jina lako litukuzwe, Mungu wa Biblia. Bariki wapendwa wote watakaofuata baada ya hapa, wabarikiwe na waishi baraka. Kwa jina kuu la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. God bless you. God bless you. God bless you.